Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Hili jambo ni zuri. Sasa hivi linafanyika kwa sababu ya fedha ambazo tunazipata kutoka Benki ya Dunia. Na tunashukuru Benki ya Dunia, msiache. Bado tunawahitaji sana na tunakoenda tutawahitaji zaidi. Lakini katika hili sasa tuanze kuliingiza kwenye mchakato wa bajeti ya serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili swala linakuwa endelevu, kwamba kila mwaka tunafanya hivi. Tunaamini pamoja kwamba sisi tumekuwa inspired na walimu, lakini tunachokifanya kita inspire walimu waongeze jitihada za kufundisha kwa namna ambayo inapendeza. Kwa hiyo naamini kwamba huko mwakani, labda katibu mkuu kwa hapa Dr. Maena, mchakato wa bajeti unaanza tu tarehe 1 mwezi wa 7, lazima tunaanza mchakato wa bajeti raundi ya pili. Kwa kuna baadhi ya maeneo ambayo nilishasema kujaribu kuyaweka, na ni hili moja hapo tuliingize na bajeti yake, kwa sababu tete mna organize kwa uzuri. Kuna namna ya kushiriki ambayo pengine mwanzoni sio gharama kubwa sana, lakini tuliingiza kwenye bajeti. Na lengo kuu la shindano hili ni kutoa fursa kwa walimu wa somo la sayansi, elimu ya msingi na masomo ya sayansi na hisabati kidato cha kwanza kuonesha umahiri wa kutumia tehama na mbinu shirikishi katika ufundishaji ili kukuza stadi za karne ya 21 ikiwemo mawasiliano, ushirikiano, fikra tunduizi, ubunifu na utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujuzi katika tehama na stadi za karne ya 21 ni miongoni mwa stadi muhimu zinazomwandaa vyema mwanafunzi kumudu maisha yake, kutatua changamoto katika mazingira na kuingia katika ushindani wa soko la ajira la kitaifa, kikanda na kimataifa mara kwa masomo yake. Ikumbukwe kuwa miongoni mwa maboresho yaliyofanyika katika mitaala ya mwaka 2023 ni pamoja na kuchopeka matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji wa masomo yote. Hivyo shindano hili limekuja wakati mwafaka, lakini pia ni sehemu ya kuimarisha utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa ya mwaka 2023. Benki ya Dunia tuna invest kwenye subsector zote, yani tuna miradi mbalimbali kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu. Hapa nikizungumzia Boost, Sequip, E-Strip na HIT ambayo ina support elimu ya juu. Miradi zote zina ukizijumlisha hapo, miradi zote zina fedha kiasi naweza nikasema US dollar bilioni 1.5, bilioni 1.5, na zote zinajaribu kuimarisha elimu inayopatikana kwenye hizo ngazi mbalimbali kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu. Lakini wote tunafahamu hatuwezi kuimarisha elimu wala kuwa na elimu bora bila walimu bora. Kwa hiyo tumetambua umuhimu wa walimu wetu na sana kuinvest zaidi kwenye walimu wetu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.